Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Qatar inasema Iran isitumie mlango wa bahari wa Hormuz kuzitisha nchi za Ghuba. Qatar imesema Iran haipaswi kutumia mlango huo wa Hormuz iliofunga tangu kuanza kwa vita vya Marekani na Israel dhidi ya jamhuri hiyo ya Kiislamu Februari 28 kama njia ya kuyahadaa mataifa ya Ghuba. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Doha akiwa pamoja na waziri mkuu wa Uturuki Hakan Fidan, waziri wa Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani amesema Iran haitakiwi kutumia mlango wa bahari wa Hormuz kama silaha ya vita kuyatisha na kuyashinikiza mataifa ya Ghuba. Qatar na Uturuki ni washirika wa karibu walioibuka kuwa wapatanishi katika vita vya Iran na Marekani, wakiwa pamoja na wenzao wa Pakistan. Al Thani amesema haungi mkono vita vinavyoendelea na ni lazima waongeze juhudi za kumaliza mivutano hiyo inayoshuhudiwa katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Hatungi mkono kurejea kwa vita. Tunapaswa kuelekeza nguvu zetu kuiunga mkono Pakistan ili kutatua suala hili na kusitisha vita haraka iwezekanavyo na kumaliza pia hali inayoonekana sasa katika kanda nzima. Mataifa ya Ghuba yameathirika na vita hivyo baada ya Iran kurusha makombora katika mataifa hayo ikilenga kambi za kijeshi za Marekani na pia miundombinu ya kiraia, viwanja vya ndege na maeneo ya nishati. Kufungwa kwa mlango wa bahari wa Hormuz kunakopitia asilimia 20 hadi 25 ya mafuta na gesi duniani pia kumesitisha meli muhimu za biashara na mataifa hayo ya Ghuba, hali inayoendelea kuathiri uchumi wao. Katika kuzungumza jukumu la Qatar katika mazungumzo ya amani, Sheikh Mohammed Al Thani amesema ziara aliyoifanya hivi karibuni nchini Marekani imesaidia kupiga jeki juhudi za upatanishi kuelekea usitishwaji wa vita. Faidan amesema kwa upande wake kwamba Uturuki imekuwa katika mawasiliano ya karibu na mazuri na mataifa ya Ghuba kama vile Saudi Arabia, Umoja wa Falme za Kiarabu na Kuwait kuhusu juhudi hizo za upatanishi. Hata hivyo, Trump anaishinikiza China kusaidia kusitisha vita dhidi ya Iran. Huku hayo yakiarifiwa, rais wa Marekani Donald Trump ambaye ameelekea nchini China kukutana na rais Xi Jinping baada ya wiki kadhaa za kujaribu na kufeli kuishawishi serikali ya Beijing kutumia ushawishi wake kuishinikiza Iran kuridhia matakwa ya Marekani ya kumaliza vita vilivyodumu kwa miezi miwili. Marekani pia inaitaka China isaidie kuishinikiza Iran kufungua mlango wa bahari wa Hormuz. Trump amesema China ambaye ni mnunuzi mkubwa wa mafuta ya Iran haijafanya juhudi za kutosha za kuizuia Iran kuendelea na vita hivyo, lakini wakati huo huo akakiri kwamba ilichangia kupunguza makali ya mgogoro huo kwa mazungumzo. Lakini ikulu ya Marekani haina matumaini kwamba Trump atafanikiwa kufanya Xi Jinping kukubali msimamo wake kuhusu Iran. Kwingineko, wizara ya ulinzi ya Pentagon imesema vita vya Marekani nchini Iran vimegharimu serikali dola bilioni 29 hadi sasa, ambalo ni ongezeko la dola bilioni 4 kutokana na makadirio ya mwezi uliopita. Gharama hizo zinajumuisha matengenezo na ununuzi wa vifaa na shughuli za operesheni za kijeshi kwa ujumla, huku suala hilo likizidi kuibua mjadala wa kisiasa kabla ya uchaguzi wa katikati ya muhula. Hii ni kauli ambayo imetolewa na Pete Hegseth, waziri wa vita. Waziri huyo wa vita Bwana Pete Hegseth anakabiliwa na maswali muhimu na magumu bungeni, ikiwa mashaka ya wa Republican ambao wamekuwa na maswali mengi ya kujiuliza. Kwa mfano, ni kwa muda gani vita hivyo vitaendelea bila idhini ya bunge? Na alipoulizwa iwapo Marekani inamaliza akiba yake ya silaha, Hegseth alisema nchi hiyo ina akiba ya kutosha ya silaha na ina mipango mbadala, ikiwemo kuongeza mashambulizi, kupunguza operesheni au kuhamisha rasilimali, bila kutoa maelezo zaidi. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.